Jambo wanafunzi wa darasa la 7. Marhaba. Nafikiri mnajua kesho ni mtihani wenu, si ndio Ndio. Mtihani wenu wa kumaliza elimu ya msingi, sawa Ndio. Kwa hiyo kesho mfike mapema saa 1 kamili mkiwa na vifaa vyenu, sawa Ndio. Na pia muwakumbushe wale wanafunzi wenzenu wa darasa la 7, wale watoro ambao hawafiki kwamba kesho ni mtihani na wao wafike mapema, sawa Ndio. Na waje na vifaa vyao vyote, sawa Ndio. Salimia mama kesho. Aitwa lini babu? Wina kitambo mbona? Mtandao simbiagi siku hizo babu. Hiyo ngoma imetrend kinoma. Huwezi kuamini. Yaani mtu anapiga vitu kama hivi anapiga. Yao. Haya kujambali. Mwano baba. Kubali mwanangu. Kuna vitu baba. Alafu unajua nini mzee baba? Kuna kitu kimoja nataka nikwambie, sema tu ndio hivyo babu. Gani tu mwanangu? Yaani katika kutembea zangu pale mwanangu. Mama Shula. Mama Shula. Abe mume wangu. Njoo bwana, Mungu akuone. Mungu mimi ashaniona siku nyingi toka kaniumba. Sasa ndo naenda kwa sanzi zangu huko. Tukaweke mambo sawa sasa. Sala ya harusi. Sasa ukajenge amayo. Ukilia kwenye kahawa basi unasahau. Lazima niwahi. Hili jambo ni muhimu sana. Sio binti yetu mwenyewe alipo. Lazima niwahi kwa sababu ya jambo hili. Wewe ne. Naye. Na wewe sasa nini? Lakini mimi nilikwambiaje? Baba akilo msikia wangu kufanya mtihani. Hakuna cha mitihani hapa. Rudi ndani huko. Wewe umekuaje? Uambiwe na nini usikiusha? Kanyo umekalia mitabu kusoma. Mimi mama yako tu nimeishia kuolewa. Wewe ndio unategemea utakuwa nani? Kiburi na yeye. Sasa mimi ndo naenda kule kwa sanzi zangu. Sasa ndo na wewe usikawe. Sio maana hii balaa. Lazima niwahi na hakikisha unamlinda huyu. Yaani tungoja, nataka kupika hiyo. Tumesha kula hela za watu. Yaani wewe ngoja tu. Na umlinde, uhakikishe siondoke. Yaani hapa mimi ngoja nifikishe na mlango maana nikikaa huko jikoni. Maana ameshaanza huyo.
mtoto haelewi. Mtoto balaa. Ama jamani tuzae tuondoe matatizo. Tampona kweli wewe mwanaume. Leo ndo siku natenganisha mimi kiwili na kichwa mimi. Naenda wapi? Nikajifiche wapi kukimbia dhahama ya huyu baba? Maana pambano lake mimi jamani hata simuwezi. Nikate na kuja nguo nitoroke na mimi tu jumla maana mtoto kashaleta mimi balaa. Mbele hapa tena hapa kaliki. Hapa kaliki niondoke kabla hajaja. We. Njoo sogea hapa. Hivi ulivyo, unaenda wapi? Chumba cha mtihani. Chumba cha mtihani na mabegi, angalau ulivyobeba nguo tazani unauza mitumba. Toka hapa, nenda nyumbani. Darasani saizi saa 2 wenzako wanaendelea na mtihani, au unataka kuniletea mimi balaa hapa? Toka hapa, rudi nyumbani. Mwalimu nisamehe. Nikusamehe vipi? Umekuja saizi umeshachelewa. Toka nenda nyumbani, sitaki kukusamehe hapa. Ondoka nenda nyumbani.
Na muda sio darasani. Unafanya nini hapa? Ndio nijiue. Unataka kujiua? Yaani mwanafunzi na hili poli lote hili na umeshika mtandao unaurusha juu unataka kujiua. Kisa nini? Baba na mama wanataka niolewe. Unasema baba yako anataka kukuozesha? Ndio. Hivi wazazi wengine wana akili wana matope. Hivi kweli kwa umri wako uende kuolewa wa kukuozesha tena uache kufanya mtihani? Leo siku ya mtihani leo. Ndio. Kasikiliza. Walimu wako hizi taarifa wanazijua? Ndio. Nimeenda amenifukuza. Aliyekufukuza nani? Mwalimu mkuu. Nasema mwalimu kakufukuza? Ndio. Sasa nisikilize, sawa? Usiogope wala usishtuke. Naomba upunguze jazba, upunguze hasira. Kaweke huo mtandi wako kwenye begi lako. Halafu twende kwa huyo mwalimu. Tunaenda kwa mtendaji afu tunaenda kwa huyo mwalimu. Akatueleze. Yaani binti mdogo kabisa anataka kujua. Na leo hii muda huu wenzake wanafanya mtihani. Haiwezekani. Hawa wazazi ni wa kuchukuliwa hatua. Yaani mwalimu takiwa aulizwe mara mbili. Inabidi tumwambie bana ili aweze kumsaidia. Kwa mtoto kidogo tungemkosa Sana. Inasikitisha sana. Elimu ni haki ya kila mtoto. Mtoto mdogo kama huyu, kweli anafukuzwa shule afa analazimishwa kuozeshwa? Haki ya msingi kabisa ni elimu. Habari za leo? Salama mtendaji, habari za nyumbani? Salama, za shughuli? Salama, karibu sana. Asante. Tupo hapa kwa ajili ya swala moja tu la huyu binti. Ndio. Inasemekana mmemzuia asifanye mtihani. Sasa tumefika ili tuone uwezekano wa kuweza kumsaidia aweze kufanya mtihani. Labda mtendaji nikueleze. Ndio. Huyu binti amefika shuleni kwanza amechelewa sana. Sawa. Amefika hapa shuleni kama saa 2:15. Na hali ya kuwa jana nimewatangazia mtihani hapo afike saa 1 kamili. Yeye kafika saa 2:15 alafu tena akiwa amechakaa hajavaa vizuri, begi lake nkabeba begi na nguo za nyumbani. Sasa nikaona ni kama mwanafunzi ambaye hayuko tayari kufanya mtihani. Yaani kama amevaa kama anaenda kwenye sherehe tu labda harusi au ngoma. Sasa hakuna uwezekano wowote wa kumweza kumsaidia aweze kufanya mtihani? Mimi huo na uwezekano sina. Mwalimu, huyu mtoto tumemkuta katika mazingira magumu sana. Yaani anataka kujinyonga. Kwanza kumhoji akaniambia, akasema bwana wazazi wake wanataka kumuozesha na mwalimu kamfukuza. Hebu nilikuwa naomba namba ya afisa elimu. Mtendaji, ukisema nikupe tena namba ya afisa elimu sitakuwa tatizo ili mtendaji. Lengo ni kumsaidia huyu binti afanye mtihani. Halo. Afisa elimu, niko hapa shuleni hapa. Kuna binti amezuiliwa asifanye mtihani hapa shuleni. Ndio tulikuwa tunaomba kibali kwako ili aweze kufanya mtihani. Ongea na mwalimu mkuu. Sawa. Huyu hapa. Halo. Ndio. Nilimfukuza kweli kwa sababu alifika shuleni akiwa amechelewa sana. Hapa alifika kama saa 1 hivi na robo, saa 2:15. Kwa hiyo nikaona amechelewa, wenzake wanaendelea na mtihani afu yeye ndo anafika saa 8, nikamwambia arudi nyumbani. Endelee kufanya mtihani. Sawa. Sawa. Sawa, nashukuru. Haya. Asante sana. Nashukuru mtendaji. Asante. Binti, kibali kimetolewa. Utaendelea kufanya mtihani. Mwalimu atakuonyesha darasa la kuingia. Basi. Nashukuru sana mwalimu. Asante. Asante sana. Nashukuru, karibuni. Asante. Haya. Ingia darasa hili hapo
Karibu sana. Asante mwalimu, nimeitika wito. Natumai wewe ndo mzazi wake na Mwajuma Haswa. Okay, labda nianze na kukuhoji wewe kwanza kuhusu mwanao. Unaionaje afya ya mwanao Mwajuma kwa hii wiki? Kwa kweli mwalimu niwe mkweli. Mimi Mwajuma sishindi naye. Ndio. Nashinda kwenye utafutaji. Kwa hiyo narudi jioni, tukimaliza kula kila mtu anaingia chumbani kwake kulala. Kwa hiyo sitambui chochote kile. Okay. Sasa hapa shuleni huwa tuna utaratibu wa kuwapima watoto wa kike wote waliopevuka, na hii wiki tumewapima pia na mwanao akiwemo. Lakini kwa bahati mbaya nasikitika kukupa taarifa kwamba mwanao Mwajuma ni mjamzito. Ana mimba? Naam. Na kwa ushahidi zaidi kuna vipimo ambavyo vimeletwa hapa kwa ajili ya kuthibitishia kwamba mwanao ni mjamzito pia. Unaweza kujithibitishia kama unaweza kuangalia. Juma nimemwambia mwalimu Angelina, mwalimu wa malezi amhoji. Kwa bahati mbaya zaidi binti anasema aliyempa mimba hamjui kwa sababu alibakwa. Alibakwa? Ndio. Mbona hizo taarifa mimi sina? Yaani hata sisi ilituia ugumu kwa sababu tulivyomuuliza ni kwa nini baada ya kubakwa hata ukumwambia mzazi wako, yeye alisema tu mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba mama alishaniahidi kwamba nikipata mimba na uwezo akaniua. Kwa hili lililotokea, kamati ya shule imekaa na imeamua kwamba watoto wote waliopewa ujauzito inabidi tuwaondoe shule. Kwa hiyo hii ni barua yako kwa ajili ya mtoto wako. Mwalimu, nashukuru. Nimekwambia usimtazame nawe furahi. Sigeuke kumtazama, naomba tu. Mtoto umemzalilisha wewe. Yaani ungejua mwanangu mimi nilivyokuhangaikia, Mtoto mwenyewe nakulea kwa shida. Badala usome mwanangu, kweli mwanangu umekuwa yaani mimi wewe umenizalilisha. Mimi sijui sura yangu naweka wapi. Changamka huko unyoosha barabara. Mimi na wewe nimekwambia usinitazame. Nyumbani ndio tunaenda kumalizana. Peleka shule ndio kufanya mambo ya ajabu. Halo. Nani? Fanya ukakamate wahalifu wavuta bangi, walaunga. Huyu niachie mwenyewe. Chona iweza hivi. Niachie. Afande. Niachie huyu. Mzee, unashtakiwa kumwezesha mwanafunzi. Mwanafunzi? Maelezo mengine utapata polisi. Sasa mwanafunzi mtoto wangu mimi. Sema juu. Sema juu. Mimi natengeza baskeli hapa. Kuna nini lakini maelezo mengine utapata polisi.
Anafanyaje? Anaangalia TV. Ile kamera. Haya. Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe Bwana. Hodi, karibu. Asante. Nataka nitilie mkazo alilolisema waziri wa elimu. Tumeamua watoto wote ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali, utoro, sababu za kisheria kwamba ukipata mimba uruhusiwi kuendelea na masomo, lakini wale waliodondoka la 7, tunajua kuna wanafunzi wetu wazuri sana. Kwa bahati mbaya wakati wa mtihani ni mtihani, hawakufanya vizuri, lakini baada ya kukaa nje wamejutia. Tunawapa nafasi nyingine kurudi na kufanya mitihani. Wow, yes, kuma nataka kurudi shule. Asante Mungu. Asante mama.
makubwa. Tahadhari ewe mzazi, mlezi na jamii yote inayozunguka watoto, msizime ndoto zao, maana elimu ndiyo ufunguo wa maisha yao.